Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tukiendelea na darasa yetu ya fiqh kitabu cha Safinatun Najah, tumefika faslun inayosema wa awqatu salati khamsun, nyakati za swala ni tano. Awwal waqtu dhuhuri, mwanzo wakati wa dhuhuri. Zawalu shamsi, ni kupinduka jua. Jua linapotoka asubuhi linakuja linakuwa katika istiwa katikati, kisha likianza kupinduka kuzama, ndio mwanzo wakati wa dhuhuri. Wa akhiruhu, na mwisho wake. Masiru dhillu shay'i, ni kuwa kivuli. Masiru dhilli shay'i, ni kuwa kivuli cha kitu. Mithlahu, mfano wake. Ni kiwe kivuli na kitu zitakuwa sawa sawa. Ghaira dhilli al-istiwa, isokuwa kivuli cha kulingana sawa sawa. Yani sababu kulingana sawa sawa inapokuwa istiwa, unapoweka kitu inakuwa na kivuli kile kitu kwa upande wake wote. Kwa hiyo kuna kivuli kidogo kimetoka nje. Kwa hiyo inapokuwa dhuhuri kutoka, ni iwe kile kivuli kitakuwa sawa sawa na kile kitu, kisha kizidi kidogo kwa ajili ya kile kivuli cha istiwa. Wa awwal waqtu al-asri, na mwanzo wakati wa alasiri. Idha sara dhillu kulli shay, inapokuwa kivuli cha kila kitu. Mithlahu, mfano wake. Wazada qalilan, na kazidi kidogo. Kivuli ni ile picha ya kitu ambayo kwamba inatoka wakati katika mwangaza, kuna kitu kinatoka katika ardhi kuonesha ule mwili wako ama kile kitu, ndio inaitwa kivuli kwa wale ambao kwamba hawajui maana kivuli. Mwanzo wa alasiri linapokuwa kivuli mfano wa kile kitu, yani kile kitu na kivuli linapokuwa sawa sawa. Wazada qalilan, na kazidi kidogo. Wa akhiruhu, na mwisho wake. Ghurubu shamsi, ni kuzama jua. Wa awwal waqtu al-maghrib, na mwanzo wakati magharibi. Ghurubu shamsi, ni kuzama jua. Wa akhiruhu, na mwisho wake. Ghurubu shafaq al-ahmari, ni kuzama mawingu mekundu. Wa awwal waqtu al-isha, na mwanzo wakati wa isha. Ghurubu shafaq al-ahmar, ni kuzama mawingu mekundu. Inapozama jua kunakuwa na mawingu mekundu. Baina kuzama jua na haya mawingu mekundu ndio wakati wa magharibi. Yakizama mawingu mekundu tayari na magharibi imetoka, imeingia isha. Wa akhiruhu, na mwisho wa isha. Tuluu al-fajr as-sadiq, ni kuchomoza alfajiri ya ukweli. Alfajiri ya ukweli ni ile ambayo kama Mwenyezi Mungu asema hatta tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad, waweza kubainisha baina mfunda mweupe na mweusi. Katika ulimwengu angani pembezoni huwa kuna kama mwangaza, utaona anga lenyewe linalobakia linakiza kiza, lakini chini kuna mwangaza mweupe. Hiyo ndo wakati alfajiri ambao kama umeingia, alfajr as-sadiq. Wa awwal waqtu subhi, na mwanzo wakati wa asubuhi. Tuluu al-fajr as-sadiq, ni kuchomoza alfajiri ya ukweli. Wa akhiruhu, na mwisho wake. Tuluu ash-shamsi, ni kuchomoza jua. Kwanza kuchomoza alfajr as-sadiq mpaka kuchomoza jua ndo wakati wa salatu subhi. Na salatu al-maghrib wakati wake ni mfupi sana. Kwa hiyo Muislamu anapoingia katika magharibi afanye bidii kwa kujitayarisha na sala. Sababu baadhi wanazuoni wanasema wakati wa magharibi ni kuanza kuzama jua kiasi cha kuadhini, kuqimu, kutawala, kujistiri na kusala rakaa 5 magharibi ishatoka. Kuonesha kwa wakati wake ni mfupi. Takana Muislamu ikiingia tu magharibi asijishughulishe na jambo lolote, bali ajishughulishe na swala. Baada ya swala angalia mwingine. Akaendelea kusema kwenye kitabu al-ashfaqu thalathatu, mawingu kwa sampuli 3. Ahmarun, kuna mawingu rangi nyekundu. Wa asfarun, na mawingu rangi ya yellow ama rangi ya mandano. Wa abyadun, na kuna mawingu meupe. Al-ahmaru, mawingu mekundu. Maghribun, ni magharibi. Kukiweko na mawingu mekundu, hiyo ina maana ni wakati wa magharibi. Wal asfar wal abyad, na mawingu ya yellow na mawingu meupe. Ishaun, ni isha. Wayundabu, na vile vile yasuniwa taakhiru salati al-isha, kuichelewesha swala ya isha. Ila yaghiba shafaqul asfaru, mpaka yazame mawingu ya yellow ambapo kwamba ni mawingu ya kijani. Wal abyadu, na mawingu meupe, ili kupatikane faslu baina maghrib na isha. Sababu maghrib inatoka haraka, kwa hiyo hasa kwa misikiti na takana itachelewa, ili mtu akishamaliza maghrib angalie kazi zake kidogo ama ajishughulishe na kitu kisha ndio arudi aswali isha. Kwa wale ambao kwamba wako mashamba nao pia ni hivyo hivyo. Sio kama kuna dharura, mfano siku za ubaridi na kuchemsha maji ni tabu. Kwa hiyo pale baada ya magharibi ikitoka tu unaweza kuswali isha na itakuwa haujakosa sunna, sababu ile ni dharura na umeswali ndani ya wakati. Inshallah mpaka hapa tunaomba Mwenyezi Mungu ajalie alladhina stami'una al-qawla
fattabi'una ahsanahu. Wassalamu alaykum wal afwa minkum.